Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Shalom shalom. Ni wakati mwingine tena, siku ya Jumamosi. Tuko hapa kwa ajili ya somo maalum kwa ajili ya wanawake ambalo hukujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 mpaka saa 1 jioni. Nikukaribishe sana mtu wa Mungu ambaye umekuwa ukifuatana nasi katika masomo haya. Mimi ninayezungumza nawe ninaitwa kwa neema ya Mungu Mrs. Eutropia Isaac Vegula, ambaye natumika kama mwalimu katika huduma hii. Nikualike basi tukaombe ili Mungu aweze kutembea nasi katika kipindi hiki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ni wakati mwingine tena tunaendelea kukushukuru, tunakutukuza, tunakuhimidi, tunakubariki, tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba uwe pamoja nasi katika saa hii, ukanitumie mimi mwanao kama chombo, lakini ukaseme na watoto wako wewe mwenyewe kutoka katika kiti chako cha enzi, ili kwa muda huu waliotoa wakipitia masomo haya, wakipita katika kuyasikiliza masomo haya, wakusikie wewe Mungu, ukifungua macho ya rohoni na masikio ya rohoni, ukiwafundisha na kuwezesha kwa Roho wako Mtakatifu kuelewa na maandiko na kuyatenda. Anza nasi ibada hii fupi na ukamalize nasi. Kaa nasi katika kila kifaa tunachokitumia wakati huu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Basi mtu wa Mungu, tunatembea katika somo ambalo tulilianza siku ya Jumamosi wiki iliyopita. Hili ni somo lenye kichwa kinachosema uliumbwa kwa ajili ya mumeo. Uliumbwa kwa ajili ya mumeo. Na katika somo hili tuliangalia mambo kadhaa. Tuliangalia jinsi ambavyo uumbaji wa Mungu ulikusudia tangu asili kila kitu kimoja alichokiumba kuwepo kwa faida ya vingine. Kila kitu kimoja ambacho Mungu alikiumba kipo kwa ajili ya faida ya vitu vingine. Na kwa maana hiyo kila mwanadamu mmoja ambaye Mungu alimuumba yupo kwa faida ya wengine. Tena tulizungumza kwa undani katika kipindi kilichopita kwamba light wanadamu wote tungepata neema ya Mungu ya kulielewa jambo hili, kwamba kila mwanadamu niliyeko duniani nijitambue nipo kwa faida ya kila mwanadamu mwingine ninayemuona. Hii dunia ingekuwa paradiso nzuri sana, na kila mtu angekuwa anafurahia kuwepo hapa duniani, na kila jambo la kuumiza tunaloliona katikati yetu wanadamu lisingekuwa sehemu ya maisha yetu. Tusingekuwa tunaumizana kama ilivyo nyakati hizi za sasa. Lakini tunapokuja kwenye maisha ya ndoa, inamaanisha vile vile kwamba ndani ya ndoa, mke na mume, kila mmoja ameumbwa kwa ajili ya mwenzie. Ndivyo ilivyo kama ilivyo katika maisha mengine ya uumbaji. Sasa hili leo ni somo maalum kwa ajili ya wanawake. Ni somo maalum kwa ajili ya wanawake. Kwamba kama nilivyosema, ikiwa kila mwanadamu angejua ameumbwa kwa ajili ya mwingine, dunia ingekuwa mahali pazuri. Ndani ya ndoa ingekuwa mke anajua kwamba mimi nimeumbwa kwa ajili ya mume wangu, na kila ninalolifanya nilifanye ili kumfaidia kuwa baraka kwa mume wangu. Na kwa maana hiyo, wakati huo huo, kama mume naye angekuwa anajua mimi nimeumbwa kwa ajili ya mke wangu, kwamba kila ninalolifanya liwe kwa ajili ya faida ya mke wangu, basi hiyo ndoa ingekuwa paradiso. Hiyo ndoa ingekuwa imekutana na paradiso duniani, na ingekuwa ni paradiso mpya ndani ya hiyo ndoa kila siku katika maisha ya wanandoa. Lakini ukweli uko pale pale kwamba adui wa roho zetu, Shetani, yupo. Hataki watu wakae kwa amani. Kwa hiyo kukutana na hali ambayo mke na mume wote wanajua kwa 100% kwamba kila mmoja ameumbwa kwa ajili ya mwenzie, uwezekano huo ni kama haupo, kwa sababu Shetani siku zote hutafuta kupiga na kuvuruga. Kumbe ambacho tumekuwa hapa huduma ya Futa Talaka tunakutia moyo sana, mtu wa Mungu unayefuatana nasi, ni kwamba ukijikuta wewe mmoja, na hiki ni kipindi cha wanawake, basi niseme na wewe mwanamke mwenzangu, ukijikuta wewe mwanamke ndiye ambaye ndani yako umegundua mimi nimeumbwa kwa ajili ya mume wangu, hata kama unafahamu na yeye anatakiwa ajue ameumbwa kwa ajili yangu, kama hajui, ilo unamwachia Mungu. Wewe ukitambua, simama katika hiyo nafasi, simama kidete kama askari wa Bwana, iishi hiyo nafasi kwa bidii, ukimwamini na kumtarajia Mungu, ili kwa wakati wake aje amgeuze
mume wako pia naye apate kutambua kwamba aliumbwa kwa ajili ya mke wake na aanze kukufanyia mema. Na tukasema tunavuna tunachopanda, tukasimamia, na ndio mstari tunaotembea nao katika nyakati hizi kuanzia wiki iliyopita, Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7, kwamba msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwamba ukipanda kwa roho utavuna si tu hapa duniani, mara 100 duniani na uzima wa milele mbinguni. Ukipanda kwa roho utavuna kwa wakati wa Bwana, ili mradi usizimie roho. Fanya kama kwa Bwana, fanya usitarajie mema toka kwake, fanya ukitarajia mema toka kwa Mungu, fanya bila kuchoka, utavuna unachopanda kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo tunapozungumza na mwanamke tunasema wewe uliumbwa kwa ajili ya mumeo na unatakiwa uishi namna hiyo. Na huo ndio utangulizi ambao tulitembea nao tangu kile kipindi kilichopita. Tuliangalia pia neno la Mungu katika Marko sura ya 40, Marko sura ya 10 mstari wa 45. Marko 10:45, ambapo Yesu mwenyewe Bwana na Mwokozi wetu alisema vivyo hivyo mwana wa Adamu hakuja duniani ili kutumikiwa, bali kutumikia na kutoa uhai wake uwe fidia kwa ajili ya wengi. Kwa hiyo huo ndio utangulizi tulitembea nao kwa undani kipindi kilichopita, na mtu wa Mungu unaweza kuona mafaili hayo vizuri kwenye ukurasa wetu wa YouTube hapa Futa Talaka, na ukaliona somo zima. Sasa leo tutakwenda kutembea kwenye maneno ya Mungu. Kichwa cha habari ni kile kile kwamba uliumbwa kwa ajili ya mumeo, lakini tutakwenda kutembea katika kujifunza maneno ya Mungu yanayotuonyesha ukweli huo. Kwanza, historia nzima ya Mungu katika uumbaji inaonekana kuanzia Mwanzo sura ya 1. Sasa tutasoma kuhusu uumbaji wa mtu ulioanza Mwanzo sura ya 1 ule mstari wa 26 na 27. Mwanzo sura ya 1 26 na 27. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, yaani mtu mmoja. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo tunaona katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27, Mungu anamuumba mtu na anamuumba mtu mmoja. Huyu mtu mmoja anayemuumba anatokea katika sura ya mwanamke na mwanaume. Anasema kwa mfano wa Mungu alimuumba, yani mtu mmoja, ila anamalizia kwamba ni mwanamume na mwanamke aliwaumba, ikimaanisha kwamba mume na mke Mungu aliwaumba siku moja na aliwaumba pamoja, tena aliwaumba wakiwa sawa, katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27. Noti, zingatia jambo la muhimu hapa. Anasema kwa mfano wa Mungu alimuumba, maana yake mtu mmoja. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, lakini anaunganisha akisema mwanaume na mwanamke aliwaumba. Wanaonekana duniani wawili, lakini Mungu alimuumba kama mtu mmoja, mwanamume na mwanamke, na aliwaumba sawa, aliwaumba kwa mara moja, aliwaumba sura na mfano wake, katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27. Katika kitabu cha Mwanzo hicho sura ya 1 mstari wa 29, Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo Mungu anawakabidhi wale nini? Anasema kila mche utoao mbegu nimewapa uwe chakula chenu. Huyo mtu aliyemuumba katika Mwanzo sura 1 mstari wa 26 na 27, mstari wa 29 anampa chakula chake. Anamwambia kila mche utoa mbegu na kila mti wa matunda ambao matunda yake yana mbegu nimewapa muwe mnakula. Lakini sasa tunapokwenda Mwanzo sura ya 2 ule mstari wa 5, neno la Mungu linasema hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Hiyo ni Mwanzo sura ya 2 mstari wa 5. Ndipo anasema hapana mche wa kondeni, hapana mboga, hakuna mche wala mboga, hakuna ulimwenguni.
Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajainyeshea ardhi mvua, na tena hapana mtu wa kuilima ardhi. Hapo mtu wa Mungu, liko swali la msingi linalojitokeza. Swali linalojitokeza ni kwamba mtu ameshaumbwa kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27. Ameshaumbwa mtu, anasema akamuumba mwanaume na mwanamke akawaumba, ameshaumba. Mbona hapa Mwanzo sura ya 2 mstari wa 5 anasema hapana mtu? Inamaanisha nini? Kuna swali la msingi hapo la kujiuliza, ili jibu lake litusaidie tuende tufike tunakotaka kwenda, na Roho Mtakatifu atusaidie tuweze kufika huko. Lakini pia anasema hakukuwa na mboga, hakuna mboga kondeni, hakuna, kwa sababu hakuna mtu wa kuilima ardhi, wala Mungu hajainyeshea ardhi mvua bado. Lakini kumbuka kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 29 neno la Mungu lilishasema, nimewapa mche utoao mbegu, kila mche utoao mbegu uwe chakula chenu, tena na mti wenye matunda yenye mbegu ndani yake viwe vyakula vyenu. Sasa hapa Mwanzo sura ya 2 mstari wa 5 anasema hakuna. Kuna nini hapo kilichopo? Kuna jambo hapo la kujifunza la msingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapokwenda Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 tunaenda kuona mtu akifinyangwa na kuletwa duniani. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo tunamwona Mungu sasa hapa anakwenda kumuumba mtu tena. Sasa swali tena la msingi, yule mtu aliyeumbwa Mwanzo 1:26 na 27 na huyu mtu anayeumbwa Mwanzo 2 mstari wa 7 wana tofauti gani? Hapa ndipo tunagundua kitu kwamba katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27 Mungu aliumba katika ulimwengu wa roho, aliumba katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mtu aliumbwa katika Mwanzo 1:27 katika ulimwengu wa roho. Kule mbinguni alikuwa ameumbwa, yupo tayari, na kule alivyoumbwa, aliumbwa mtu, kaumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, mwanamume na mwanamke aliwaumba kwa mara moja, wote wanalingana. Kule mbinguni aliumba, na walikuwa mbegu na mboga pia. Anapokuja kusema Mwanzo sura ya 2 ule mstari wa 5 hapakuwa na mche, inamaanisha alichoumba kilikuwa ni mbegu. Ndio maana ile Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 anasema Mungu alikuwa hajainyeshea ardhi mvua, kwa hiyo mbegu zilikuwa ziachipuka, kwa sababu mbegu ndio alizoziumba. Hakuwa ameumba bado katika mmea ukionekana kwa umbo hili tunaloliona hapa duniani. Hakuwa amemuumba mtu katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27 katika umbo la damu na nyama hili tunaloliona hapa duniani. Kumbe inapofikia sasa Mwanzo sura ya 2 ule mstari wa 7 ndipo Mungu anamfinyanga mtu kutoka mavumbi ya ardhi, ndipo mtu anaanza kuonekana katika umbo hili la damu na nyama ambalo unaliona duniani. Unamwona huyu mwanamke, unamwona huyu mwanaume. Ni uumbaji uliofanyika Mwanzo sura ya 2. Usisahau uumbaji wa Mwanzo sura ya 1 26 na 27, mtu ameumbwa sawa sawa, mwanamume na mwanamke kwa mara moja, kwa sura na mfano wa Mungu, rohoni, mbinguni. Uumbaji wa duniani unaanzia Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, na tunaona hapa anaumbwa mtu toka kwenye mavumbi ya ardhi, anafinyangwa, anapuliziwa pumzi ya uhai, anakuwa nafsi hai. Na Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15 Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ili ailime na kuitunza. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15. Na tunapoenda Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 na 17, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hiyo tunaona Mungu tayari anampa maelekezo. Ameshamuumba mtu kutoka, kamfinyanga toka kwenye ardhi, kampulizia pumzi ya uhai, amekuwa nafsi hai, yupo sasa. Mungu anazungumza naye sasa, anamwelekeza sasa, utakaa kwenye bustani ya Eden, utailima na kuitunza, utakula matunda yote isipokuwa haya matunda ya mti wa uzima, mti wa ujuzi wa mema
na mabaya, hayo tu utakula. Mungu anampa mtu hayo maelekezo. Na kwa maana hiyo, kama mtu ameshaumbwa, amekuwa nafsi hai, kafinyangwa kutoka udongo, kapuliziwa, kapewa maelekezo kula matunda haya, maanake ni kama maisha yake sasa yanaendelea, ameshaambiwa endelea na maisha yako. Lakini cha ajabu, mpaka wakati huo mwanamke alikuwa hajaumbwa. Kwa hiyo mtu hapa anaitwa mtu ni mwanaume tu. Kaisha umbwa, yeye ndo anaitwa mtu na kaambiwa aendelee na maisha yake, kaisha elezewa kila kitu. Siku moja nikiwa najifunza neno hili mpaka nikajiuliza, kwani Mungu mpaka wakati huo alikuwa amemsahau mwanamke au sababu alikuwa bado hajamuumba? Kamsahau au imekuwaje? Siku nyingine nikawa najiuliza pia hata habari ya uzazi hivi alikuwa ameifikiriaje mpaka hapo? Maana alikuwa kama amemaliza vile. Sasa tunafika kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 18 sasa. Hapo anasema Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo manake nini? Manake hapo unaiona picha kana kwamba Mungu kaisha muumba mtu, kaisha mpa maelekezo yote, Mungu kaisha maliza, ka relax, kakaa, kapumzika kama hivi. Wakati amepumzika ndo anamwangalia yule mtu aliyemuumba, anamuona mbona hana furaha? Mbona mpweke? Anaona kuna kitu kimepungua. Ndipo wazo linakuja jipya kwamba huyu sio vizuri awe peke yake, si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mwanamke unayefuatana nami, liko jambo moja la msingi sana la kuliangalia hapa, kwamba uumbaji wa mwanamke unaanza kwa neno la kwanza kabisa. Picha ya mwanamke kuanza kutokea duniani katika umbo la damu na nyama. Neno la kwanza Mungu analolisema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ile nitamfanyia, manake huyu msaidizi anafanywa kwa sababu huyu mwanaume yuko peke yake, ana upweke, na Mungu hakutaka ule upweke juu ya huyu mwanaume. Hii ndio sababu Mungu anaamua kumfanya mwanamke. Na anasema nitamfanyia, manake huyu msaidizi amefanywa kwa ajili ya huyu mwanaume. Yaani kana kwamba tu kama mimi hivi ningekuona mwanamke mwenzangu unapika, pengine unatumia visufuria vidogo vidogo, nikasema huyu mtu kwa kweli anateseka na visufuria vidogo vidogo, nitamtengenezea chungu kikubwa. Maana hiki chungu nimetengeneza kwa ajili yako, ni cha kwako, ni wewe kukitumia. Ndio anaposema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na naomba hapa nizungumze jambo moja la msingi sana. Kwa wale ambao wamepata neema ya kusoma theology, watumishi wa Mungu, wachungaji, mapadri, na wengine ambao mmepata neema ya kujifunza masomo ya aina hiyo, iko kanuni moja katika kujifunza maneno ya Mungu. Hii kanuni inaitwa kanuni, Kiingereza wanaita the principle of the first occurrence. The principle of the first occurrence. Yaani ni kanuni ya kutokea kwa mara ya kwanza kabisa. Kwa hiyo maana ya kitu unapokisoma kwenye Biblia, ukitaka ujue maana nzuri, huwa tunatafuta kilitokea wapi mara ya kwanza kabisa kwenye Biblia. Kwa hiyo mwanamke mara ya kwanza kabisa kwenye Biblia, kanuni ya mara ya kwanza. Kanuni ya mara ya kwanza ulitokea wapi mwanamke duniani? Umetokea kwa sababu mwanamume amefanyiwa msaidizi. Umetokea kwa sababu hiyo. Ndio mara ya kwanza hilo linatokea kuhusu mwanamke. Kinatokea hicho kwamba si vema mtu yeye peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo mwanamke, kumbuka wewe umefanywa kwa ajili ya mwanaume, na ndicho kichwa cha somo tunachotembea nacho katika nyakati hizi. Uliumbwa kwa ajili ya mume wako. Mwanamke, uliumbwa kwa ajili ya mume wako. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Yeye hakuumbwa kwa ajili yako. Hakuumbwa. Mwanaume hakuumbwa kwa ajili yako mwanamke, kadiri ya hii mistari tunayojifunza hapa. Ila wewe mwanamke uliumbwa kwa ajili ya mume wako. Kwa hiyo tunapokuja kwenye yale mambo ya kujadili, wanaita 50-50, wanaita haki sawa kwa wote. Mwanamume hakufanywa kwa ajili ya mwanamke kadiri ya haya maneno ya Mungu, ila wewe mwanamke umefanywa kwa ajili ya mume wako. Uliumbwa kwa ajili ya mume wako. Habari ya haki sawa hapa duniani haipo. Tuliumbwa sawa mbinguni kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27. Tunapokuja hapa duniani, kwanza mwanaume, mwanamke baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio tu kwanza mwanaume, mwanamke baadaye, ila kwanza mwanaume, alafu mwanamke anaumbwa kwa ajili ya mwanamume.
Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21 na 22 anasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Mwanzo 2:23 anasema, Adamu akasema, huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo Adam ameletewa mwanamke, amempokea kwa furaha kubwa, maana Mungu amemwondolea upweke. Hapa yako mambo mengi tunaweza kujifunza, yako mengi sana mwanamke mwenzangu, kwamba mwanamke anaumbwa kutoka kwa mwanaume. Yaani sio tu kwamba Mungu sio kwamba anaamua tu kwamba ninamfanya mwanamke kwa ajili ya mwanaume, kwamba nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye, ila anaamua kitu cha pili, kwamba hata huyu msaidizi simfinyangi kwenye udongo. Mungu angeweza kumfinyanga mwanamke kwenye udongo kama alivyomfinyanga mwanaume, naye akampumzia pumzi ya uhai. Lakini Mungu akaamua kwamba huyu mwanamke, ninapomfanyia huyu mwanaume msaidizi, ninamtoa ndani yake mwenyewe. Akaamua kumtoa mwanamke toka kwa mwanaume, akatoa ubavu wa mwanaume, ndio anamtengeneza mwanamke. Kwa hiyo nataka nikuambie kitu hiki, mwanamke mwenzangu, do not rebel from your man. Do not rebel. Usitafute kuwa huru toka kwa mume wako. Usitafute kuwa huru toka kwa mume wako. Wewe mwanamke umeumbwa kama sehemu ya mume wako, umetolewa kwenye ubavu wake. Usitafute kuwa huru toka kwake. Utaumia tu, na sio tu utaumia wewe. Wewe utaumia, utamuumiza yeye, jamii, na ndio maana maumivu yamekuwa mengi, kwa sababu tunatafuta kurebel, tunatafuta uhuru toka kwa wanaume. Hauna uhuru wewe mwanamke nje ya mume wako. Hauna huo uhuru, haujaumbiwa. Yaani wewe kutafuta uhuru toka kwa mume wako ni sawasawa na jani likitafuta uhuru toka kwenye ardhi. Linataka kujinyofoa likae pembeni peke yake, litakufa tu. Ni uharibifu ndio ambao upo katikati ya jamii zetu nyakati hizi. Usitafute kuwa huru toka kwa mume wako. Wakati mwingine nimelitazama hili jambo kama vile mtoto. Mimi ni mwanamke, nimepata neema ya Mungu, nikapata kuzaa mtoto. Mungu angeweza kumuumba mtoto akafinyanga kila siku watu toka kwenye udongo, akawapulizia pumzi ya uhai, wakawa nafsi hai wengine. Lakini alikusudia mtoto apitie kwenye tumbo langu mimi mwanamke, nikambeba kama mimba kwenye tumbo langu. Kwa hiyo Mungu ameweka upendo kwangu kwa huyu mtoto. Alivyoamua kwamba ampitishe kwenye tumbo langu, manake ameweka upendo kwangu, ninampenda huyu mtoto, na mtoto anatakiwa anitii mimi, anisikilize. Mtoto yoyote ambaye ataamua kurebel from their mother, ataamua kutaka kuwa huru toka mikononi mwa mama yake, mtoto ambaye unamlea anaamua mimi nataka niwe huru toka mikononi mwa mama yangu, pengine bado hata sio umri wa yeye kuishi peke yake, huyo mtoto huwa anaumia, anapotea. Mungu aliamua mtoto apite kwenye tumbo langu. Mungu ameuweka huo upendo kwangu kwenda kwa huyu mtoto. Usalama wa mtoto ni kunitii. Tukumbuke kwamba kuna wakati mtoto anaweza asinielewe kwamba ninampenda. Kuna wakati mwingine huwa tunafanya vitu mtoto anaweza asielewe kwamba ninampenda, lakini usalama wake ni kuamua kunitii kama mama yake. Ni mara chache sana nimekutana nyakati hizi na wanawake ambao mtu ana watoto wake, anawatuma mtoto wake wa kike, nenda kajiuze ulete hela nyumbani. Kumbe mtoto akimtii mama yake, mtoto anaangamia. Mara chache nimekutana na hivyo, lakini naweza nikasema zaidi ya 99% usalama wa mtoto ni kumtii mama yake, kwa kuwa Mungu ndivyo alivyokusudia mtoto apite tumboni kwa mama yake. Ndivyo ulivyo mwanamke. Mungu alikusudia umetolewa ubavuni kwa mume wako, wewe umetolewa ndani yake, ndio maana umeagizwa kumtii. Unaweza kuna muda fulani usimuelewe, lakini kama utaamua tu kumtii, utagundua kwamba kuna faida kubwa sana katika kumtii mume wako, kwa sababu ndivyo uumbaji wa Mungu ulivyo. Tii tu, hata kama huelewi, tii tu. Tena tii sio kwa kumtegemea yeye, tii kwa kulitegemea neno la Mungu, kwamba Mungu, ninakutegemea, ninakuamini, ndivyo ulivyoagiza nimtii mume wangu, na uliponiumba uliniumba kwa ajili yake, kwamba ili asiwe peke yake, kwamba ili asiwe mpweke. Tena uliponiumba ulinitoa kwenye ubavu wake, umeniagiza nimtii. Mimi ninamtii, ninakutumainia. Mimi nakwambia utauona utukufu wa Mungu katika yako. Naweza nikakupa mfano. Kuna watu kadhaa nimeshakutana nao. Kuna mmoja alinifuata, mwezi mmoja tu umepita sasa. Alinifuata akaniambia, we mama, mimi nimeokoka miaka mingi, nimekuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini kwenye ndoa yangu nimeshakata tamaa hivi, nimeamua kuondoka. Mwanamume hanijali, hatoi hela za matumizi nyumbani, akiondoka
usiku, akitoka kazini anafika saa 2 anaondoka, anarudi saa 10 alfajiri. Ndio maisha ya kawaida. Mimi nimeshaamua kuondoka, lakini nimekuja kwako kwa kuwa nakusikia kila mara kwenye TikTok unaongea wanawake tujitoe kwa ajili ya wanaume, tujitoe. Ina maana alikuja huyo dada ananiambia Utopia, ina maana mimi kama mwanamke sitakiwi kufurahishwa kwa chochote kwenye ndoa yangu, mimi ni kujitoa tu kwa ajili ya mwanaume? Alikuja ananiambia hayo. Nikamwambia hebu njoo tukae tuzungumze. Tulipozungumza kwa muda mrefu sana, niligundua kwamba kuna kutofautiana kwingi katika ndoa yao. Mume wake alikuwa na makosa mengi sana, lakini na yeye kama mwanamke alikuwa na makosa mengi sana. Sasa tukakubaliana, nashukuru Mungu, huyu mwanamke alikuwa na neema ya unyenyekevu sana. Tukakubaliana kwamba hebu tuyaweke pembeni haya makosa ya mume wako, tuangalie haya kwako, tuyafanyie kazi kuyarekebisha. Tukishayafanyia kazi haya kuyarekebisha, tuone Mungu atatusaidiaje kwa hayo ya mume wako. Yamkini yote Mungu atayarekebisha. Tuyafanyie haya upande wetu, huku tunamuomba Mungu. Tukakubaliana mambo ambayo alihitaji kuyarekebisha. Na akasema nitaanza kuyafanyia kazi. Alisema ni atakuwa magumu. Wakati huyu mtu ananiuzi hivi, nafanyaje haya mambo? Nikamwambia jitie moyo, wewe fanya, tupate kumuona Mungu. Akaenda akaanza kuyafanyia kazi. Alinipigia simu baada ya wiki moja tu. Akaniambia, mama, huyu mwanaume amekuwa mwanaume mzuri mno, mpaka ninashangaa labda ana act. Nikamwambia huyo mwanaume ana act nini? Anachojua mimi na wewe ndio tunajua tumefanya nini, yeye anajua nini? Mungu ndo amekupa mume mpya huyo. Ukikaa hivyo kwenye nafasi yako ataendelea kuwa mume mzuri hivyo. Basi ameendelea mpaka leo, anafurahia ndoa yake. Huyu dada ananiambia, nikamwambia hebu nieleze jinsi ulivyotendea kazi haya mambo. Ananiambia siku ya kwanza nilivyorudi nyumbani, mume wangu akaja asubuhi yake. Akaondoka kwenda kazini asubuhi yake. Jioni akarudi akanikuta naosha vyombo. Kama kawaida yake akafika tu mlangoni ameanza kulalamika. Kwa nini hiki kimewekwa hapa? Kwa nini kile? Lakini siku hiyo mimi sikumjibu. Nikanyamaza kimya, nikawa namwangalia. Alipomaliza kuzungumza hayo, akaingia ndani huko ananishangaa kwa nini sijamjibu. Nikashangaa hakuondoka, alibadili nguo, akavaa nguo za kupumzikia, akakaa akawa anaangalia TV sebuleni. Na mimi nikamwandalia chakula, nikaenda kumtengea kwa sababu anasema kwa kuwa sasa sikuwa na uchungu tena, maana tulipopata nafasi ya kuzungumza, tulifanya toba kwa ajili ya kubeba uchungu, hasira, zote hizo ni dhambi zikikaa ndani ya mwanamke zinafukuza mwanamume nyumbani. Tukafanya toba. Basi anasema nikamwekea chakula, nilikuwa na amani na yeye akala chakula vizuri pale nyumbani. Siku iliyofuata anasema alikuja akaniletea maziwa kama lita 4 hivi. Kwa sababu huyo dada alikuwa ni mjamzito na alikuwa anamwambia mume wake kila siku anapenda maziwa, na anasema alikuwa hajawahi kumletea. Siku hiyo kesho yake akamletea maziwa. Lakini akarudi tena. Alivyorudi anasema lakini alianza tena maneno. Anasema alivyoanza nikamwangalia tena sikumjibu. Nilivyoona anaendelea nikasikia hasira inataka kuja ndani yangu. Kwa hiyo nilivyoona hivyo anasema niliondoka taratibu kwenye lile eneo nikajiondoa. Kwa hiyo sikumjibu. Akabadili tena nguo akakaa sebuleni. Hiyo siku anasema akaniuliza, mke wangu kwani unaumwa? Umekuaje? Anasema nikamwambia mimi siumwi, ila nimegundua tunatofautiana muda mwingi. Kwa hiyo nimeamua ninyamaze kimya, niangalie labda tutakaa kwa amani hapa nyumbani. Akasema mke wangu umekuwa mzuri sana. Alafu unanipenda, alafu najisikia kupendwa kweli siku hizi. Anasema na mimi nikamwambia ulikuwa ukai hapa nyumbani, ungeupataje huu upendo? Anasema akaniambia mimi na pombe ninaiacha, nitakuwa nakaa hapa nyumbani. Sitaki hata kwenda kunywa pombe. Mwanamke anasema wakati mume wake alikuwa kila siku akiingia tu pale nyumbani, rafiki zake wameanza kumpigia simu, anamsubiri wakanywe pombe mpaka saa 10. Saa hizo rafiki zake walikuwa wakimpigia simu, anawablock, anataka kuongea na mke wake na anataka kukaa nyumbani kwake. Na siku iliyofuata alimletea maziwa lita 5. Akamwambia mume wangu, mbona umeleta maziwa mengi mno, mengine ulileta jana? Akamwambia mke wangu, si ulisema unapenda maziwa? Nimekuletea unywe. Kwa hiyo aliletewa jana yake lita 4 na siku ya pili kaletewa 5 kwamba yeye ndio anywe. Maziwa ambayo anasema alikuwa anaomba siku zote kama mama mjamzito kwa mume wake, alikuwa haletewi. Na anasema alianza kuachiwa hela ya matumizi ambayo alikuwa haimalizi nyumbani, anaitumia na inabaki. Na nyumba ikawa imeshaingia amani. Kisa mwanamke alikubali kusikiliza tulioelekezana na aliamua kumtii mume wake. Na mwanamume alibadilika moja kwa moja. Na asilimia zote wanawake waliopata neema tukazungumza nao, hata waliokuwa wana matatizo makubwa kwenye ndoa zao, wanaona vurugu kwenye ndoa zao, walipoamua kutii na kubadilika, waume zao walibadilika kabisa. Kwa hiyo usijaribu kurebel from your man. Don't try to rebel. Unapojaribu kurebel unajiumiza, unamuumiza, unaumiza watoto, unaumiza jamii nzima. Kwa sababu wewe umeumbwa ukitolewa ndani yake. Kama mtoto alivyoumbwa katolewa kwenye tumbo langu,
Mungu alikusudia mtoto anitii mimi na ameniwekea mimi upendo wa kumpenda mtoto. Mungu alikusudia wewe umtii mume wako mwanamke. Uliumbwa kwa ajili yake, ulitolewa kwenye ubavu wake. Mungu amekusudia umtii mume wako. Mtii mume wako. Mtii mume wako, usijaribu kurebel. Usijaribu kujitoa na kutafuta uhuru toka kwake. Na yeye amewekewa upendo wa kukupenda. Ni asili Mungu ameweka ndani yake, kwamba anatakiwa afanyie kazi kukupenda. Mtu wa Mungu, ninashukuru sana kwa kuwa tumeweza kufuatana mpaka hapo. Tutakwenda kuahirisha kipindi kwa ajili ya muda, lakini somo ndio kwanza limeanza. Uliumbwa kwa ajili ya mume wako, na tutakwenda tukiendelea nalo wiki inayofuata. Kwa hiyo nikualike uendelee kufuatana nasi, usiondoke. Ila neno la Mungu ambalo sasa utatembea nalo wiki hii litaendelea kutoka Galatia sura ya 6 mstari wa 7, ambao unasema usidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Utakwenda mwanamke, kwamba uliumbwa kwa ajili ya mume wako, utakwenda ukipanda upendo na tabia njema kwa mume wako, na utavuna unachopanda kwa neema ya Mungu. Usipozimia roho, usipochoka katika kutenda mema, utavuna unachopanda. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa kuwa umwema. Asante kwa ajili ya kipindi hiki cha neno la Mungu ambacho tumetembea nacho. Tunakushukuru. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa kunifundisha mimi mwanamke kwamba niliumbwa kwa ajili ya mume wangu. Ninashukuru Bwana Yesu kwa kuniagiza kwamba ninapaswa kumtii mume wangu. Ninashukuru kwa kunikumbusha kwamba ninapaswa kutii na kukaa pamoja naye. Sitakiwi kuondoka, kwa kuwa niliumbwa nikitokea katika ubavu wake. Unisaidie, maana peke yangu sitaweza. Unifundishe Mungu, nisiangamie kwa kukosa maarifa. Niwezeshe kuyaishi maarifa haya ili nikaone furaha na amani katika nyumba ya mume wangu. Nikaishi maisha ya ushindi hapa duniani. Ndoa yangu iwe chombo cha uinjilishaji kwa wokovu wa roho zetu, wokovu wa mume wangu, wokovu wa nafsi yangu, wokovu wa watoto wangu, wokovu wa majirani, wokovu wa kanisa lako. Baba, kaa nasi, tunakuhitaji, maana bila wewe hatuwezi. Katika jina la Yesu tumeomba tukishukuru. Amen. Basi mtu wa Mungu, ninakuacha katika neema ya Mungu, na ninatarajia kukukuta katika neema ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Bye.